Sasa tujifunze namna ambavyo mtu anaweza akaepukana ama akazuia maradhi haya ambayo hayaambukizi. Jambo kubwa ni kuepukana na vyanzo, na ili uepukane na vyanzo lazima ufahamu chanzo ambacho kinapelekea maradhi haya sio ambukiza. Kwa ajili hii ukakuta mwanzoni kabisa kipindi chetu tulijifunza haya maradhi yasiyoambukiza ni nini na aina zake na visababishi vyake. Sasa hapa tutaangalia namna mtu anaweza kuepukana na maradhi haya. Of course, ama bila shaka kwamba zipo njia nyingi, lakini zile ambazo zimependekezwa na wataalamu wetu wa afya ama zinaonekana kuleta tija sana kwa wengi ambao wanaziendea, aungana nami tujifunze pamoja katika somo letu hili la leo. Mojawapo ni kula mlo ule ambao ni kamili, mlo ambao una makundi yote matano ya vyakula. Na tunapozungumzia makundi matano ya vyakula, manake tunazungumzia kwanza kabisa ni nafaka, jamii ya mizizi pamoja na ndizi zile zenye kupikwa, lakini vile vile kuna matunda na vile vile kuna mboga, kuna jamii ya mikunde na asili ya wanyama na mafuta. Sasa haya ni makundi matano ya vyakula ambayo yanahitajika yapatikane katika kila mlo mmoja ule ambao mtu anakula. Sababu ya pili ni kula vyakula vile ambavyo ni halisi. Na hii kwa sababu gani? Sukari inapokuwa nyingi mwilini inaathiri zile organs muhimu. Sukari inaenda inaathiri ini, inaathiri figo, inaathiri kongosho, umeona, na vile vile inaweza ikaathiri moyo. Kwa ajili hii tukashauriwa sasa mambo matatu ya msingi ambayo tunaweza tukafanya chini ya hayo. La kwanza ni mtu kuhakikisha anakuwa asiongeze sukari katika chakula chake ama katika kinywaji chake. Na hii ni kwa sababu sukari kwanza kabisa inaozesha meno, lakini vile vile wakashauri wataalamu wa afya kwamba sukari ambayo mtu anaitumia katika kinywaji chake ama katika chakula chake basi isizidi vijiko vidogo vitano ama tunasema vijiko vya chai 5 kwa siku katika mlo wake. Unaona? Ila vile vile wataalamu wa afya wanatushauri kwamba tujitahidi kutumia matunda badala ya kutumia juisi. Yaani mtu atumie tunda halisi badala ya kutumia ama kulikamua lile tunda na kutengeneza juisi. Na hii ni kwa sababu unapotumia tunda mmeng'enyo wake unakuwa unaenda taratibu, tofauti hata unapotumia sukari ile ambayo tayari imeshakuwa processed. Vile vile mtu asilikamue tunda ili kutengeneza juisi, badala yake inabidi atumie tunda halisi badala ya kukamua na kutengeneza juisi. Na hii kwa sababu gani? Sukari ambayo inapatikana katika tunda ina uwezo wa kukaa katika mwili kwa muda mrefu na kuwezesha upatikanaji wake ama utumikaji wake kwa kiwango cha taratibu, tofauti na ile sukari ambayo imekamuliwa ama imepatikana kwa kukamuliwa juisi. Lakini vile vile wanatushauri watu wa afya tusikoboe nafaka inabidi isikobolewe, na kwa ajili hii unakuta ndio maana wale ambao wanakuja hospitalini kwa shida za maradhi ya sukari huwa wanashauriwa kutumia unga wa dona badala ya kutumia unga wa sembe. Kwa sababu gani? Kwa sababu maganda ambayo yanapatikana katika nafaka, maganda ambayo yanapatikana katika matunda na vile vile katika mboga yanakuwa yanawezesha mmeng'enyo wa chakula na kufanya kuwa ni mwepesi zaidi, ambayo kitu hiki kinapelekea sasa choo kutengenezeka kingi, na hivyo kufanya ile sumu ambayo inaondoka ama inatolewa wakati mtu anapokwenda kukidhi haja kubwa kuwa ni nyingi,
na kuacha mwili ukiwa huru kutokana na maradhi ya saratani ya utumbo mpana, maradhi ya moyo, maradhi ya ini na mfano wa hayo. Kwa hiyo watu waepukane na kukoboa nafaka. Pamoja na hayo, hizi nafaka ambazo tunasema zisikobolewe bado zinahitaji kuhifadhiwa katika mazingira ambayo ni makavu, mazingira ambayo yana mwanga wa kutosha, mazingira ambayo hayana unyevu. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika magamba yale ambayo yana magamba ya kwenye nafaka, matunda na sehemu zingine katika vitu vyenye kuliwa, yanakuwa yanahifadhi sumu, hasa katika nafaka. Unaona, yanakuwa yanahifadhi nini? Yanahifadhi sumu, na ile sumu inatokana na ukungu ambao unazalishwa kutokana na yale magamba ama zile nafaka kusinyaa. Kuna kitu inabidi tufahamishane na tuelimishane, kinaitwa aflatoxin au aflatoxin B. Kimsingi hii ni mycotoxin. Hii ni sumu ambayo inapatikana katika hizi nafaka, maana kutokana na ule ukungu ama zile fangasi ambazo zinajitengeneza katika nafaka zile ambazo hazihifadhiwi vizuri, hasa katika sehemu yenye mwanga hafifu, lakini sehemu ambayo inakuwa ina unyevu. Sasa hatari yake ni nini? Inakuja kupelekea saratani ya ini. Inakuja kupelekea saratani ya ini ama tunasema ni hepatocellular carcinoma, na miongoni mwa nafaka ambazo zinakuwa katika hatari zaidi ya kupatikanaga na hii sumu ambayo inaitwa aflatoxin ni pamoja na mahindi, mtama, ngano, lakini vile karanga na mfano wa nafaka kama hizo hapo. Kwa hiyo tunashauriwa katika hilo kuhifadhi nafaka zetu sehemu yenye mwanga na vile sehemu ambayo ni kavu. Lakini vile kwa wale ambao wanapenda kutumia karanga, basi wajitahidi kuhakikisha karanga zile zinakuwa ni mzima, karanga hazijasinyaa, karanga hazijapata ukungu. Maana mtu asije akasema kwamba nitaitoa hii sehemu alafu nitaila hii. Hapana, sababu muda mwingine ile sumu inaweza ikatoka kutoka katika ile magamba ikaingia ndani, na mtu bila kujua akala, mwisho wa siku akakuta anaangukia katika hizo shida za kansa ya ini. Lakini vile tunashauriwa kututumia mafuta mengi katika milo yetu. Naona kwa sababu gani? Mafuta, tunafahamu mafuta yana tabia ya kuganda. Kwa hiyo mafuta unavyoyatumia kwa wingi, unavyotumia kwa muda mrefu, mafuta yana tabia ya kuganda katika mwili. Lakini vile mafuta yanapelekea shida ya kuziba kwa mirija ya damu. Maana kitu ambacho kinaweza kikapelekea mtu kuwa na shida za cholesterol, lakini vile kuongezeka kwa shinikizo la damu na kupata maradhi ya pressure. Ikiwa itamlazimu mtu kutumia mafuta, basi tunashauriwa kutumia mafuta yale ambayo yanatokana na mimea, hususan kwa miji yetu, mafuta yale ambayo tunasema mafuta ya alizeti. Kwa sababu gani? Kwa sababu mafuta haya tunasema yana kiwango kidogo sana cha lehemu. Maana na unavyoitumia inakuwa rahisi sana kuyeyuka katika mishipa ya damu na kuacha mwili ukiwa huru dhidi ya maradhi hayo. Lakini vile watu kulazimiana na kupunguza chumvi katika milo yao. Maana tunashauriwa kwa siku, yani mtu asizidishe kijiko kimoja kile kidogo cha chai kile katika chakula chake kwa siku, sio kwa mno, kwa siku. Mtu asizidishe kijiko kimoja cha chai cha chumvi katika mlo wake. Hii inamweka yeye ama inamuondoa yeye katika hatari ya kuweza kupata maradhi ya shinikizo la damu, lakini vile maradhi yale ambayo yanashambulia mishipa ya damu. Lakini vile tunashauriwa kula kwa kiasi tu ili tusinenepe. Uzito wa mtu katika kilogram inatakiwa usizidi urefu wake katika sentimita kutoa 100. Nairudia tena hii. Uzito wa mtu katika kilogram unatakiwa usizidi urefu wake kutoa 100. Mfano,
Tuchukulie mtu ana urefu wa ana urefu wa sentimita 163. Sasa huyu ambaye ana urefu huu, uzito wake inabidi uweje? Kwa kupata uzito wake ambao unashauriwa na madaktari, maana tutatoa ule urefu wake ambao ni 163, tutatoa kwa ngapi? Kwa 100, ambapo inabaki 63. Sasa hii 63 ndio urefu ambao huyu mtu inabidi awe nao. Unapozidi hapo, tunasema huyu sasa ana uzito ule ambao umepitiliza kwa kiasi fulani. Na hii hasa pale ambapo tunakuwa tunapima body mass index, tunapofanya uwiano baina ya uzito na nini na urefu. Kwa hiyo mfano huu inaweza ikachukuliwa kwa mtu ambaye ana urefu wa sentimita 150. Kwa formula ni ile ile kwamba uzito wake katika kilogramu inabidi usizidi urefu wake katika sentimita kutoa 100. Kwa hiyo kama kwa mtu ambaye ana uzito wa kilomita ana urefu wa sentimita 150, kupata uzito wake sahihi kwa mujibu wa madaktari, maana inabidi uchukue ile 150 sentimita utoe 100, ambayo inabaki 50. Maana huyu uzito wake sasa wastani wake inabidi iwe angalau kilogramu 50. Na hii ni kwa sababu gani? Mtu anapokuwa ni mzito kupitiliza, uzito unaweza ukapelekea maradhi katika mwili, ikiwemo maradhi ya moyo, lakini vile vile maradhi ya mishipa ya damu. Uzito unapelekea maradhi ya presha, uzito unapelekea maradhi ya miguu na vile vile maradhi ya uti wa mgongo. Lakini vile vile tunashauriwa kujishughulisha kila siku kwa kazi ndogo ndogo, maana ama domestic work, vile vile na ufanyaji wa mazoezi. Na kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO linashauri angalau basi mtu awe anafanya mazoezi kwa nusu saa kwa siku. Yamtosheleza mtu kutembea katika ile sehemu ya sawa nusu saa, kwenda dakika 15 kwenda dakika 15 kurudi, ili mradi tu ametoka jasho. Hayatosheleza kusema kwamba huyu amefanya nini, mazoezi. Siku 5 katika wiki. Mtu asiwe amekaa tu kwa muda mrefu bila kujishughulisha na kazi yoyote ile yenye kutoa jasho. Lakini vile vile tujihimize, ama mtu kujihimiza na kupata usingizi ule wa kutosha. Yatakikana mtu alale takribani masaa 7 kwa siku, ili kuwezesha mwili kupumzika na kupata nguvu ya kuweza kuendelea na shughuli za siku ambayo inaendelea. Lakini vile vile tunashauriwa mtu kutambua uwezo wake, kwa maana kipaji chake na mahitaji yake, sababu mtu anaposhindwa kuvidhibiti hivi, ndivyo anajikuta anaangukia katika wimbi la msongo wa mawazo na hatimaye anapata shida ya afya ya akili. Lakini kwa sababu tu ameshindwa kuridhika labda na hali fulani aliyokuwa nayo, ikawa imemshughulisha. Maana kwetu tunashauriwa watu kutambua uwezo wako na vile vile kufahamu mahitaji na vipawa ambavyo kila mmoja ameruzukiwa na Muumba. Kufahamu hili inafanya yeye aishi katika maisha ambayo ni ya starehe na kuridhika. Lakini inabidi watu waachane na masuala ya ulevi, masuala ya tumbaku na masuala ya uvutaji wa sigara, sababu mfano sigara, tumbaku, shisha, vitu hivi vinaathiri mapafu, vitu hivi vinaathiri moyo, vinaathiri kongosho kwa namna moja au nyingine. Lakini vile vile vinaweza kusababisha kansa. Unaona, watu wanapata kansa za koo, wanapata kansa za mapafu sababu ya shisha. Unaona, wanapata kansa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya sigara na tumbaku. Lakini vile vile ulevi unagharimu maisha. Ulevi ni chanzo cha maradhi ya zinaa, ulevi ni chanzo cha maradhi ya ukimwi. Ulevi ndio chanzo cha migogoro katika familia na katika jamii. Lakini vile vile ulevi unaathiri ini, ulevi unaathiri ubongo. Umeona?
mtu anakuwa anaharibikiwa akili na ogani nyingine tofauti katika mwili. Na pointi ya mwisho ambayo naweza nikaielezea kwenu, tunafundishwa na wataalamu wa afya, ni kufanya uchunguzi wa afya angalau mara moja kila mwaka. Na hii ni kwa sababu magonjwa mengi sana hushambulia mwili taratibu pasi na mwili kujua, mpaka mtu anapojikuta kwamba tayari hii hali imenipata, ndio tayari hapo ana kansa, hapo tayari ana sukari, hapo tayari ana maradhi ya presha na maradhi ya moyo. Lakini ilikuwa ni taratibu. Kadiri muda unavyoenda inakuwa inamvizia, mpaka kuja kushtuka unakuta tayari muda umeenda. Kwa hiyo tunatoa rai katika hilo, kufanya uchunguzi wa afya angalau mara moja katika mwaka. Ukifanya mara 2 mara 3 inakuwa ni bora zaidi, lakini kwa uchache basi angalau mara moja fanya check up ya mwili, hata kama hauoni dalili. Sio wote wanaopeleka magari yao makenika kwa ajili ya service kwamba ni gari mbovu, hapana, lakini anataka kuangalia ikiwa kuna tatizo limejitokeza, basi aliendee mapema. Lakini inasaidia kuimarisha afya ya mwili ya mhusika, na ndio maana kwa ajili hii unakuta sisi Royal Polyclinic tumekuwa mbele sana katika hilo. Naweza sisemi najisifu, lakini tumekuwa mbele sana katika hilo kuhakikisha tunafanya hizi kampeni za upimaji wa afya bure katika maeneo tofauti ya hapa jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa leo yalikuwa ni hayo tu, lakini pia tunakukumbusha kusubscribe, kulike na kucomment pamoja na kubonyeza alama ya kengele katika channel yetu ya Royal Polyclinic ili uweze kupata notification na kuweza kupata elimu zaidi kuhusiana na masuala yanayohusiana na afya, hasa maradhi ambayo hayaambukizi ama non-communicable diseases. Kwa hiyo mpaka wakati mwingine, na kukaribisha katika kipindi chetu cha afya zetu na Dr. Hafidh, Afya A to Z. Kwa heri.